Kongamano linatukutanisha watu wa rika zote kwa lengo la kushirikishana uzoefu kumuhusu baba wa taifa. Ili tuweze kumfahamu, ni vizuri tukajiuliza, yeye ni mtu wa namna gani? Aliamini juu ya nini? Alisimamia mambo gani hasa kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu? Lakini muhimu zaidi, tunawezaje kunufaika na maono yake katika juhudi zetu za kujiletea maendeleo kama taifa? Mwenyekiti wa bodi ameeleza vizuri kwa kujibu maswali haya yote, na mimi sina sababu ya kuyarudia. Ni vizuri tukaanza kwa kujiuliza, hivi Mwalimu Nyerere ni nani hasa? Mwezi kama huu Aprili, tarehe 13 Aprili mwaka 1922, Mwalimu alizaliwa kule Butiama mkoani Mara. Hivyo kama Mwalimu angekuwepo leo, tungekuwa tunaadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa mara ya 103. Katika historia ya kipindi chake ameandika historia ya kuwa kijana mchapakazi, mwanafunzi hodari, mpiganiaji wa uhuru na kiongozi shupavu aliyetamani wakati wote kuona haki, usawa, umoja, amani, utu na maendeleo ya watu wa taifa vinashamiri si tu kwa Tanzania bali kwa bara zima la Afrika. Mada tuliyoelekezwa leo kutafakari mambo matatu ambayo ni elimu, uwekezaji na amani, ikiwa ni sehemu ya nguzo muhimu sana za kuleta maendeleo ya watu kwa ujumla. Kama tulivyoambiwa na mkuu wa chuo, kwenye kongamano hili tunao watoa mada mahiri watakao tuongoza kutafakari masuala haya. Sasa Mwalimu aliamini nini? Aliamini kwa dhati kuwa elimu ni msingi na ukombozi na maendeleo ya taifa. Kupitia sera ya elimu ya kujitegemea, Mwalimu alisisitiza kuwa elimu ni chombo cha kuleta usawa, ustawi wa jamii na maendeleo ya kiuchumi. Alitamani kuona elimu inampa mwanafunzi maarifa ya kumwezesha kuchangia maendeleo ya jamii yake na sio kumtenga na mazingira yake. Elimu ambayo inamfanya mtu ajitenge na jamii yake na kujiona yeye ni wa daraja fulani na jamii kuwa daraja la chini. Elimu hiyo Mwalimu hakuiamini. Alitamani kuwaona wasomi baada ya usomi wao wanarudi kwenye jamii na kuitumikia, lakini na kutatua changamoto. Tunapoendelea na mipango yetu, tuendelee kujiuliza, je, elimu yetu inawajenga Watanzania kuwa raia wenye uwezo wa kutatua matatizo yao na ya wengine? Lakini tuendelee kujiuliza, katika dunia ya sasa yenye ushindani mkubwa wa kiteknolojia na kiuchumi, ni muhimu sana elimu yetu ikajibu matatizo tunayokutana nayo kila leo. Wakati mwingine tukapunguza sana kuamini kuwa yuko mtu mwingine mahali fulani aliye na wajibu wa kutatua shida zetu badala ya sisi wenyewe. Ndugu mgeni rasmi, katika kongamano hili tutapata nafasi ya kujadili mada hizi. Aidha, mwaka kwa mwaka tumekuwa na majadiliano haya, na mwaka huu tena tunawakaribisha wote kujisikia huru katika kongamano hili. Mwaka huu mgeni rasmi tumepanua wigo zaidi kwa kuwahusisha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kwa njia ya kuandika insha juu ya mchango wa Mwalimu Nyerere kuhusu elimu ya kujitegemea katika maendeleo ya watu.